Ripoti zinadai kwamba lengo la Iran ni kuiangamiza kabisa Israel. Iran inasimama nyuma ya kundi la Hamas, kundi la Hezbollah, lakini pia na kundi la Wahouthi wa Yemen nyuma ya mauaji Oktoba 7 ya mwaka 2023 na nyuma ya shambulizi la ubalozi wa Israel huko Buenos Aires na mashambulizi zaidi kutoka Bulgaria hadi Mumbai, kutoka Kenya hadi Thailand, vinaandika vyombo vya habari vya Israel, hasa shirika la habari la Jerusalem Post. Katika taarifa ya Jerusalem Post inaelezwa kwamba Iran imedhibiti Syria na Lebanon na kuziangamiza zote mbili ili kutekeleza kuzingirwa kwa Israel. Inadaiwa kwamba imefadhili eneo zima la Mashariki ya Kati ugaidi katika ukingo wa Magharibi ili kuhakikisha ukosefu wa utulivu wa mara kwa mara kati ya Israel na Wapalestina. Zaidi ya hayo yote, utawala wa Iran umesema mara kwa mara bila kusita na bila aibu kwamba lengo lake kuu ni kuliangamiza taifa la Israel. Hakuna nchi nyingine mwanachama wa Umoja wa Mataifa ambayo inasema wazi inalenga kuharibu nchi nyingine. Ni Iran pekee, linaandika gazeti la Jerusalem Post. Na ili kuepusha shaka yoyote, Israel haina nia ya kuiangamiza Iran, licha ya kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema siku ya jana Jumamosi, lakini pia na hata wakati huu, kwamba mpango wao ni kuona makamanda wote ambao wana mpango wa kuhatarisha usalama wa Iran lazima watoweke, na wakati huu anasakwa Ayatollah Al-Khamenei. Hakuna mgogoro wa kihistoria au kimaeneo na watu wa Iran kwa muda mrefu. Hakuna madai ya sisi kwa sisi, isipokuwa tu moja: utawala wa Iran unataka tufe na tunakataa. Hii ni kauli ya rais wa Israel Bwana Isaac Herzog. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu inadaiwa anaonekana kuwa mpinzani wa kweli wa kisiasa dhidi ya Iran, lakini uamuzi wake wa kuipiga Iran kwa wakati huu ndio sahihi, anasema rais huyo wa Israel Bwana Isaac Herzog. Herzog anasema zaidi kwamba nchi nzima imeungana katika wakati huu. Tunapokabiliwa na adui aliyeapa kwa uharibifu wetu, hakuna njia isipokuwa lazima tuwe pamoja, kitu ambacho kama tutakuwa tofauti kitatugawa. Tulienda vitani kwa sababu pekee iliyohalalisha vita. Hatukuwa na chaguo. Iran ya nyuklia ingekuwa tishio kwa taifa la Israel. Iran haiwezi kuwa taifa la nyuklia, si sasa si milele, imeeleza taarifa ya Jerusalem Post ikimnukuu rais wa Israel Isaac Herzog. Kadhalika imeelezwa kwamba Iran inaweza kujaribu kuhalalisha machoni pa ulimwengu, haswa ulimwengu wa Kiarabu, wazo kwamba ni halali kujaribu kuiangamiza Israel na kuangamiza Wayahudi. Inaweza kujaribu kutoa nchi zote zinazopakana na Israel ili kuleta tishio la kudumu kwenye mlango wetu. Inaweza kujaribu kuanzisha mashambulizi ya kigaidi ndani ya Israel bila kuwajibishwa. Na wakati huu Israel imeamua sasa kuiajibisha moja kwa moja nchi ya Iran. Rais huyo wa Israel Bwana Isaac Herzog anaomba wananchi ndani ya Israel kuungana pamoja kuhakikisha wanapambana na Iran ambayo imeamua kufanya mauaji, ambayo pia imeamua kuisambaratisha Israel kwa kutumia makombora yake yaliyokuwepo ya masafa marefu na hata yale ya nyuklia ambayo baadaye wanataka kuyatengeneza. Na ndio sababu ya Israel kukataa Iran kutengeneza makombora ya nyuklia, kutokana na ripoti ambazo Isaac Herzog, rais wa Israel, ameelezea. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.